Bana mtazamaji wa Biomedia, hope uko poa, lakini pia kwa upande wangu mimi niko vyema sana na tayari ziko habari mbalimbali ambazo tumekwisha kujikusanya kwa ajili ya kuweza kukuhabarisha. Kama ndo kwanza unatutazama, karibu sana, endelea kusubscribe, utakuwa mtu kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali. Leo tangazia story ambako siri imefichuka bwana. Kumbe vijana ambao waliandamana Oktoba 29 sio vijana wa Kitanzania, walitumwa ili kuvunja amani. Moja kwa moja ni taarifa ambayo tuko nayo. Na tunaanza na Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa tamko kali kuhusiana na matukio ya vurugu ambayo yalitokea nchini Tanzania, ambapo alisema kuwa tumesikitishwa na kuona matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi. Matukio hayo kama alivyosema Rais Samia yameweza kuleta picha kiukweli na sifa zisizo na za Kitanzania, na badala yake zinaonyesha sura nyingine kabisa ya nchi. Hali hii pia aliweza kusema kwamba inaathiri jina na taswira ya Tanzania katika macho ya kimataifa. Rais Samia aliweza kueleza wazi kuwa kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa, baadhi ya vijana waliokuwa wakishiriki katika maandamano ya kudai mabadiliko walikamatwa baada ya kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Alitaja hali hiyo kama jambo la kusikitisha kwa sababu watu hao walikuwa wanakalisha nchi kwa njia isiyofaa na hivyo kuathiri mustakabali wa jamii na taifa kwa ujumla. Aidha, Rais Samia pia aliweza kuzungumzia hatua ambazo zinachukuliwa na vyombo vya usalama, akisema kuwa vyombo vya ulinzi vya Tanzania vinaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa na kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na matukio hayo. Lakini pia aliweza kuongezea kuwa uchaguzi huo basi utahakikisha kwamba haki inaendelea kutendeka na kwamba serikali inachukua hatua stahiki kwa wale wote ambao watabainika kuhusika na vitendo vya uvunjifu wa amani. Lakini pia Rais Samia aliweza kusisitiza kuwa licha matukio hayo, Tanzania itaendelea kuwa na utulivu na vyombo vya ulinzi vimeweza kujizatiti kudumisha amani na utulivu katika taifa. Alisema pia kwamba serikali ya Tanzania itahakikisha kuwa wananchi wanapata fursa ya kuishi kwa amani huku ikizingatia haki zao za kikatiba. Hali hiyo pia inadhihirisha umuhimu wa kudumisha utulivu na amani kama nguzo kuu ya maendeleo ya taifa letu. Lakini pia Rais Samia aliweza kusisitiza kuwa serikali yake haitaruhusu matukio ya vurugu ambayo yanahatarisha usalama wa wananchi na mali zao. Lakini vile vile aliweza kutoa wito kwa wananchi wote kuwa na subra na kusaidia vyombo vya usalama pia katika kuchukua hatua dhidi ya wale wote ambao wanashiriki katika vitendo vya uvunjifu wa amani. Ni tamati ya kile ambacho kimeweza kujiri na kuzungumzwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Endelea kuandika maoni yako moja kwa moja kupitia comment section moja kwa moja, na tuweza kuangazia kunako next video kwa uzuri kabisa. Hii ni Biomedia, endelea kushare, kusubscribe, kulike, kucomment, itakuwa inapendeza. Wana wakati mwema mtazamaji, bye bye.